Nimezaliwa katika kijiji kinachoitwa Mwazie. Ndio. Kule jimbo la Sumbawanga na ni makao ya parokia. Ndio kusema mimi sikuzaliwa Kigangoni au mahali gani, lakini nimezaliwa pale parokiani. Mimi ni mtoto wa 6 kwa kuzaliwa. Ndio. Lakini tulibaki kati ya watoto 9. Lakini wapo wawili waliokufa mapema sana. Ndio. Wakiwa wadogo kiasi kwamba mimi sikuwaona. Walikuwa wamesha fariki mimi nilipozaliwa. Kwa hiyo tukabaki 7 tulioishi mpaka kufikia utu uzima. Na baba yangu kama vile mama yangu wote wawili walikuwa Wakristo wakibatizwa kama watoto wadogo wao tayari, isipokuwa wazazi wao ndio tunaweza kusema waliongoka kutoka imani za jadi na kuingia katika imani ya kanisa Katoliki. Ndio. Na kwa hiyo kwao hakukuwa kitu cha kushangaza au cha kushtua sana walipoona kwamba ndani yangu kuna maelekeo ya wito wa upade. Hivi kwa muda wote siwezi kusema nilipata pingamizi wala kutoka kwa wazazi wangu au hata kutoka kwa babu na bibi. Wote walifikiri ni wazo zuri, lakini walijua kwamba kama Mungu hajamuita ataishia mahali fulani, ambayo ni jambo la kawaida kabisa. Nimezaliwa mwaka 1944 tarehe ya 5 ya mwezi Agosti. Kwa hiyo mpaka tutakapofika Agosti ijayo itakuwa ni miaka 77 ya umri. Hongera sana. Ndio, lakini tuseme hiyo ndio background ya kuzaliwa. Tulikuwa katika watoto 7 tulioendelea kuishi. Tulikuwa wavulana tulikuwa 3. Ndio. Tulikuwa 4 na kina dada zetu walikuwa 3. Kwa hiyo tukawa na jumla. Mzaliwa wa kwanza kabisa alikuwa ni dada yetu ambaye ameishi mpaka miaka ya karibuni alipofariki. Na huyu alikuwa ana mchango wa pekee kwa ajili ya wito wangu. Kwa maana ya kusema alisaidia sana. Akiwa bado binti mdogo alikwenda kwa masista wakampatia nafasi ya kusoma, akapata cheti cha walimu miaka ile ya zamani. Na huyo kwa mapato yake aliyokuwa anapata ndio alikuwa akisaidia, na alikuwa ameweka ni kama nadhiri kwamba hataolewa mpaka ahakikishe kwamba mimi nimeendelea katika safari ya wito wangu kiasi kwamba sitashindwa kwa sina fedha ya kulipa. Maana yake alisema atakaa bila kuolewa, na hivi kweli amekaa bila kuolewa mpaka mimi nimeingia seminari kuu. Katika hatua za shule zilikuwa katika shule ya msingi pale parokiani. Ndio. Alafu ikiwa mdogo kabisa tukaingia katika mfumo wa kujiandaa kwa upade. Kwa maana kusema tangu darasa la 4 nilikwenda kwa malezi ya upade, na mmoja kati ya wale walionilea kwa level ya darasa la 4 alikuwa hayati Askofu Karolo Msakila. Alikuwa paroko wa parokia ya Ipito
ambapo mahali pale walikuwa Baba Askofu James Sido alikuwa ameanzisha ni kama preparatory seminary. Basi nikawa pale, tulienda pale, tulitoka vijana, kundi zuri la vijana kutoka parokiani kwetu na tukaenda hapo kwa mwaka mmoja. Alafu baada ya mwaka mmoja tukaenda seminari ndogo, bado ni ndogo, kule Karema. Na kule Karema tumekaa miaka miwili, alafu baadaye ndio tukaingia seminari ya Kaengesa Junior Seminary. Alafu kutoka pale ndio baadaye mwaka wa 65 nikaanza masomo ya falsafa na kule Kipalapala. Lakini basi ni katika kipindi chote hicho kulihitajika daima kutoa pesa kama school fees na nini na ulimba mwingine. Ndiyo. Kwa hiyo kipindi chote hicho dada alikuwa ameona kwamba labda Mwenyezi Mungu ananiita kwa upande, asema sitaki huyu mdogo wangu ashindwe kuwa padri kwa sababu ya kukosa fedha. Walau hata kama na kabila kuolewa, hata napashwa kutoa kila nilicho nacho, nitatoa mpaka afikie upade, mpaka afikie kiwango kile ambacho Mungu anataka afikie. Na wakati huo asiwe anashindwa kufika kwa sababu ya kukosa fedha. Na safari wakati imefika pale kama nilivyokuwa nimeanza kugusia ni kwamba alipojua kwamba nimeingia seminari kuu, ambapo kule hatukudaiwa kulipa wakati ule tena. Madai ya malipo ya school fees yalikuwa ni kwenye seminari ndogo. Kuanzia preparatory na ile seminari ndogo ya Kaengesa mpaka mwaka ule wa 65, tuseme 64 tulipokamilisha form 4, alafu kaingia seminari kuu. Basi wakati huo akajisikia yuko huru kuolewa, maana sitahitaji tena kwa namna pekee msaada wa fedha kutoka kwake, kwa sababu ilikuwa ndo mpango wa jimbo na mpango wa seminari kwa ujumla, kwamba kule kwenye seminari kuu tulikuwa hatulipi school fees. Hakukuwa mchango kutoka kwa wazazi wala kutoka kwa familia. Tofauti ni wazi na siku hizi. Siku hizi nadhani kuna michango ambayo inapaswa kufanywa, isipo kama sio ya familia, itakuwa ni michango kutoka majimboni, kutoka majimboni, na hii ndio inaendelea kwa wakati huu. Sasa ni wazi baada mimi kuingia seminari kuu ndipo alipoamua kuolewa na akaolewa, lakini alikuwa tayari ameshakuwa mtu mzima sana. Hivi ilibidi atoe sadaka kwa kutekeleza ile lengo aliyokuwa na ahadi yake. Tulipopata ushemasi mwezi Desemba mwaka wa 70, Baba Askofu aliniambia ujitayarishe, mimi nataka utakapopata upade utakuwa katibu wangu. Kwa hiyo akanipa nafasi hiyo, lakini ni wazi niliogopa sana. Mimi kwenda kukaa nyumbani kwa askofu katika udogo huu, na nilijua kwamba makatibu wa askofu ni watu wazima, na tena aliyekuwa amenitangulia pale alikuwa ni
baadaye missionary wa Afrika kutoka mzaliwa wa Uholanzi, mtu mzima kabisa, mtu mzima. Nikasema sasa mimi niende kukaa na kufanya kazi ya mtu kama huyu. Nilipata woga, lakini nikasema Mungu ndiye anajua. Nitakapokwenda nikiboronga, sasa askofu atanipeleka mahali pengine, atanipeleka parokiani ambayo ilikuwa ndio hamu yangu. Sikufikiria hata mambo ya katibu au nini. Nilikuwa nafikiria nilikuwa na hamu kweli ya ndani niwe katika parokia fulani. Lakini basi kwa bahati mbaya sijawahi kupata nafasi hiyo mpaka miaka yote 50. Labda uparoko wangu ni uaskofu. Nilipopata uaskofu wa kwenda Nachingwea na baadaye kuja Tunduru Masasi na kurudi Dar es Salaam. Labda ndio uparoko unaweza, lakini vinginevyo uparoko kama paroko sikuwahi kufanya kazi ya paroko isipokuwa kwa njia hiyo. Hapana. Baada ya kufanya kazi ya katibu kwa miaka miwili, baraza la maaskofu wakati ule wakawa wanatafuta vijana wa kwenda kusoma zaidi ili waje kuendeleza maisha ya kuendeleza shughuli za mito. Basi nikawa mojawapo nimeambiwa kwamba baada ya hii miaka miwili umefanya kazi kwa askofu, utakwenda Roma, utaenda kujifunza maadili ya kanisa kusudi uje kusaidia katika shughuli za malezi. Sasa wakati nikiwa bado mdogo kabisa, sasa mimi niende huko, labda nitakuwa nimekuwa zaidi nitakapomaliza masomo hayo. Vinginevyo kuja kulea vijana wenzangu itakuwa kazi kubwa. Lakini ni wazi nilijua tu kama hata wakinipeleka seminarini, najua itakuwa ni shughuli, kutakuwa rekta mtu mzima atakayefanya hayo mengine. Atatupangia na mimi kazi yangu ni ndogo tu, ni ya kutii na kutekeleza majukumu langu. Kwa hiyo nikawa nimekwenda kule Roma baada ya miaka miwili hiyo ya ukatibu. Nikaenda Roma kwa kipindi cha miaka 4. Nikaweza kurudi mwaka wa mwanzoni mwa 77. Sasa niliporudi nikaambiwa kwamba kwa muda utakwenda kufundisha maadili kule seminari kuu ya Kipalapala. Pale nilipokuwa nimeanzia. Nasema sawa, kama nimesha anza hiyo lazima niendelee na kutii. Basi nikawa nimekwenda Kipalapala, nikaanza kufundisha wale waliokuwa mwaka wa kwanza wa teolojia. Mwaka wa teolojia ni kati ya wale niliowakuta, wale waliokuwa katika darasa nililoshughulikia ni askofu wetu mkuu hapa. Basi alikuwa mmoja kati ya wanafunzi wangu. Askofu mkuu Ruwaichi ndio pamoja na askofu Amakius Rayongeza wa Kayanga, jimbo la Kayanga. Hao walikuwa katika kundi lao wanafunzi wa darasa lile nililoanza kufundisha. Na pale Kipalapala ulikaa kwa miaka mingapi, baadaye ukaelekea wapi? Ni pale Kipalapala nimekaa mwaka mmoja, na kwa kweli haukutimia mwaka mmoja, kwa sababu baada ya kwenda pale, hata kabla ya kwenda pale niliambiwa kwamba kule unakwenda kwa mwaka mmoja, alafu baada ya pale utarudi Dar es Salaam kuanza kufungua seminari mpya ya Segerea.
Sasa basi najua mimi nitakuwa moja labda kati ya walimu waanzilishi na nini. Siku zilivyoendelea basi ndio nikaja kujua kwamba kumbe wana maana kwamba nikienda pale mimi nitakuwa ndio gombera wa kwanza wa seminari ya Segerea. Ni wazi pia nilipata mshtuko, nilipata hofu, lakini basi kama umesha amua kutii ni kutii na kumwachia Mungu afanye kazi yake. Baadaye nikiwa pale nikaa ujuma miaka 6 hapa Segerea. Na baada ya miaka hiyo 6 ndipo Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaniteua kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea ambalo halipo sasa. Nikaenda kule Nachingwea, nikaenda kushika nafasi ya askofu Mwamerika Msalvatoriani Arnold Koti, ambaye alikuwa ameendelea katika umri na alikuwa ameomba kustaafu na amekubaliwa. Kwa hiyo nikaenda kushika nafasi hiyo. Wakati huo nikiwa na umri pungufu ya miaka 40, nilikuwa kama miaka 39 na kidogo. Ndio tuseme uaskofu nimepata tarehe ya 6 mwezi Januari mwaka 1984 kule Roma, mikononi mwa Baba Mtakatifu mwenyewe Yohane Paulo wa Pili. Na zamani uaskofu ulikuwa ni lazima uende ukapokelea Roma? Hapana. Kwa kweli kwa kupokelea Roma kabla ya pale, walau ninaoweza kukumbuka askofu wangu Karoli Msakila alikuwa ndio nadhani wa kwanza kwa maaskofu kutoka Tanzania kwenda kupata Roma. Alipata uaskofu mikononi mwa Yohane wa 23. Yohane wa 23 ule mwaka wa 58. Kwa hiyo baada ya hapo sikumbuke, sijui kama kuna mwingine, mpaka mimi nilipokwenda mwaka wa 84 kwa tarehe 6 Januari ndio nikaenda kupata kwa Baba Mtakatifu ambaye ni Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kule Roma. Na kumbukumbu yangu inanikumbusha, kama sikumbuki vizuri, utanisaidia baba, kuna ile fimbo ya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, nafikiri iko pale pale St. Joseph Cathedral, ule msalaba ule wa Baba Mtakatifu. Sijui kama ni kweli ama ule msalaba alikuwa na msalaba na fimbo kama ile. Alikuwa anaitumia kama fimbo ya kiaskofu, lakini msalaba kama, lakini sio kwamba alinikabidhi huo. Hapana. Yeye ni moja kati ya misalaba inatengenezwa mingi. Kwa huwa wanakabidhiwa maaskofu au inakuwa unanunua tu? Unanunua. Na mimi nilipenda kununua kwa kumbukumbu ya Yohane Paulo wa Pili, sababu alikuwa anatumia msalaba kama huo, kama ndio fimbo ya kiaskofu. Ikawa, lakini mimi naweka pale kwa ajili ya kumbukumbu pale kwenye chumba cha kuabudu. Ndio. Na baada ya kupata uaskofu na kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea, kutoka Nachingwea sasa ulikaa miaka mingapi pale Nachingwea? Kwa Nachingwea nilikuwa tunaweza kusema average ya miaka 4, ingawaje ilikuwa haijafikia 4 kamili, kwa sababu ilikuwa ni mwezi Oktoba tulipoanzisha jimbo jipya la Tunduru Masasi. Jimbo la Tunduru Masasi limegwa kutoka sehemu iliyokuwa inaitwa jimbo la Nachingwea. Sehemu ya kusini ya jimbo la Nachingwea ikawa ni sehemu ya jimbo jipya la Tunduru Masasi. Ndio kusema wilaya ya Tunduru
na wilaya ya Masasi, ingawaje sio eneo lote la wilaya ya Masasi, maana sehemu ya Ndanda iko bado wilaya ya Masasi, ikawa imebaki jimbo la Mtwara, na jimbo sehemu ya kaskazini ya jimbo la Nachingwea ikawa imeunganishwa na sehemu ya kaskazini ya jimbo la Mtwara, ndio tukapata jimbo la Lindi, ambayo ndio mpaka sasa ni jimbo la Lindi. Wilaya hizo au majimbo hayo mawili, Tunduru Masasi au Nachingwea, ndio ilikuwa chini ya wanashirika wa Salvatoriani na wengi. Tuseme kwa wakati ule nilipopata waskofu, walikuwepo bado Wasalvatoriani kutoka Uingereza na kutoka Marekani. Labda ni vizuri kujua jimbo la Nachingwea lilianzishwa Kamegwa kutoka jimbo lililokuwa au eneo iliyokuwa inaendeshwa na Wabenediktini wa upande wa mashariki.